Bwana Yesu asifiwe tena, watazamaji wangu, watazamaji wa Sibuka Television. Karibuni tena katika kipindi cha misingi ya imani, kipindi ambacho kinasikika kila siku ya Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 usiku, muda kama huu. Nipende kukupongeza mpendo wangu mtazamaji kwa sababu ya kufuatilia, na pia niwashukuru wale wengine ambao huwa wanaleta mrejesho ya kwamba vipindi hivi vya Sibuka Television kupitia walimu mbalimbali basi vinawabariki. Na mshukuru Mungu pia kwamba tangu nilipoanza kipindi hiki kwa maana ya awamu hii sasa ni wiki ya 3, lakini wiki 2 zilizopita kuna watu waliojitokeza nikawaombea kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya simu. Mmoja alitokea Iramba na mwingine alitokea kule Kagera. Basi karibuni tena, tuendelee na somo letu ambalo nilianza. Hii ni wiki ya 3 sasa na ninaendelea nalo. Lakini kabla ya yote ni vizuri pia tukamwomba Mungu wetu akapate kutusaidia. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa wakati huu tena, wakati mzuri, wakati ambao Bwana mimi nimekuepo tena mbele ya watazamaji wa Sibuka Television katika kipindi hiki cha misingi ya imani. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu mwema, ukatusaidie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa wangu watazamaji, jina langu ni mchungaji Chubwa Vitusi, mchungaji wa kanisa la EAGT Sinza, Dar es Salaam. Na basi hii wiki kama nilivyosema ni wiki ya 3 tangu nilete somo hili ambalo ninaendelea nalo, lakini kabisa lilikuwa na kichwa cha somo, usije ukautupa ujasiri ambao Mungu alikupatia ulipompokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wiki iliyopita basi nikawa tena na somo ni ile ni somo pacha, nilisema mambo 10 ambayo tunaweza tukajifunza katika kisa cha watu waliompelekea Yesu mgonjwa wa kupooza. Na nilisoma katika kitabu cha Marko au Injili ya Marko sura ya 2 mstari ule wa 1 mpaka 12. Labda tu kwa ajili ya faida ya ambao hawakuwepo, si vibaya nikarudia. Nasoma katika kitabu Injili ya Marko sura ile ya 2, nianze mstari wa 1 mpaka mstari wa 12. Sikia anavyosema: akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwepo, na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Mstari wa 5. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuweko huko, wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani anawezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mstari wa 8. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Katika mabano anasema hapa, amwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara kaondoka akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujawahi kuiona kamwe. Namna hii hatujawahi kuiona kamwe. Hilo ndilo somo
Mpendwa wangu mtazamaji, ambalo Mungu ametuletea, hii ni wiki ya pili, ni wiki ya tatu sasa, lakini nilikotoka wiki iliyopita wiki mbili zimepita, nileta lile somo la kwamba utupe ujasiri wako. Mungu wetu mpendwa mtazamaji anapenda watu jasiri. Na mahali pengine katika Biblia nasema mtu mwenye haki ni jasiri kama simba, haogopi. Daudi akasema wajapo jikusanya maadui zangu elfu siogopi, kwa sababu Bwana yuko upande wangu. Mtu wa Mungu awe jasiri. Likipita jambo lolote la kutetemesha, yeye asitetemeke. Likipita jambo lolote, ni ugonjwa au labda ni kusema vibaya au ni kudhulumiwa au ni kitu chochote kile, kisimfanye kutikisika. Amtegemee Mungu tu. Mpendwa wangu mtazamaji, mwangalie Yesu. Tuko katika nyakati za taabu, za dhiki, za shida, za majaribu mbalimbali sana. Na wengi waliokuwa wanampenda Yesu wamesharudi nyuma kwa sababu ya yale wanayoyapitia. Kumbe Mungu anatuambia tuwe jasiri. Mungu anapenda watu jasiri. Hata kama lingeinuka linaloinuka, lisikufanye ukamwacha Yesu, hata kama ni majaribu ya namna gani. Nikasema wiki iliyopita, Biblia haijatuacha hivi ukiwa. Biblia imetupa majawabu ya maswali mengi tuliyo nayo. Hata ingekuwa maswali 1000, hata ingekuwa maswali 10,000, hii Biblia, mimi nimejitahidi kusoma, singaoje sijasoma sana vitabu, lakini katika vitabu ninavyovisoma, nikikisoma kitabu mwaka wa kwanza na mwaka wa pili, napoingia mwaka wa tatu niseme nikisome, nakuta kama kimepwaya. Waingereza wanasema kimekuwa obsolete, kama hakifai vile. Lakini Biblia ni ya zama, haibadiliki, haichuji. Nimeisoma muda, lakini nakuta lile neno nililosoma leo, unawafikiri labda wakati fulani kama sijawahi kulisoma, ni jipya, maana ni neno lililovuviwa, ni neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema usije ukatupa ujasiri wako. Na ndipo sasa wiki iliyopita na leo naendeleza, sasa wiki naendeleza tena. Nikawa nimesoma katika kitabu cha Marko sura ile ya 2 na mistari 12 kama hii ambavyo nimeisoma tena leo. Biblia inasema kuna watu walikuwa wampelekea Yesu katika ule mji wa Kapernaum, wakampelekea mgonjwa wa kupooza. Mgonjwa ameumwa miaka nenda, mgonjwa amekata tamaa mwenyewe, lakini ashukuriwe Mungu alikuwepo watu 4 waliposikia Yesu ameingia Kapernaum na yumo ndani ya nyumba inayofanywa ibada, wakajitia nguvu na moyo, wakasema twende kwa Yesu. Haleluya! Umtegemee Yesu mpendwa mtazamaji. Ni shida ipi kondoe? Paulo akaandika ni nini kitakachotutoa kwa Yesu? Je, ni shida gani tutoe kwa Yesu? Kuumwa, kukosa ajira, kukosa kuolewa, ndoa inatetereka, watoto wamekuwa hivyo. Ni nini kikutoe kwa Yesu? Ni jambo gani likutoe kwa Yesu? Paulo akasema nimejua hakika hakuna kitu chochote kitakachonitoa au kuniachanisha na upendo wa Yesu. Mbona wewe unarudi nyuma? Nimesema kwamba Biblia haijatuacha bila kutupa majibu na mahali pa kuweza kurejelea. Tutawaona akina kama Ayubu aliyepita katika shida, dhiki na taabu, majaribu mengi mbalimbali, lakini hata siku moja hakumwacha Mungu. Hata mke wake aliposema sasa ukamkufuru Mungu ufe, lakini yeye alisema hapana. Pengine mke wake alimwambia wewe ulikuwa tajiri, lakini sasa tazama huna tena mfugo hata mmoja. Ulikuwa na fedha, ulikuwa na dhahabu, ulikuwa na mifugo, ulikuwa na watumwa, umebaki hivyo halafu umepigika. Unajua kwa nini usimwache Mungu? Lakini yeye akashikilia ujasiri ule. Akasema kama nilikuwa na fedha na mali na ng'ombe na kondoo na hata na ngamia na kila kitu, na leo vimeondoka, kwani mimi nilivipata kwa nani? Anamjibu mke wake, si nilivipata kwa Mungu? Akasema basi Mungu aliyenipa ameruhusu viondoke, jina lake tu Mungu libarikiwe, liendelee kubarikiwa. Hakumkosea Mungu. Sasa sikiliza nikwambie mpendwa wangu mtazamaji, hao watu wanampeleka mgonjwa wa kupooza kwa Yesu, na Yesu yuko nyumba ya ibada pale mjini Kapernaum. Tukaona kwamba hali walioikuta ilikuwa ni hali ya kukatisha tamaa.
Maana nadhani katika kuchelewa kwao walikuta nyumba imejaa, na ni wengi walikuwa wamekwenda kwenye ibada ile ambayo alikuwa hapo Yesu, na yeye mwenyewe alikuwa na hudumu. Kwa hiyo watu wanakanyagana. Nikasema hali ile walioikuta tunaweza tukajifunza katika hiyo, na hao wane waliompelekea Yesu huyo mgonjwa tunaweza tukajifunza katika kisa hicho. Kwa hiyo siku ile tukaona ya kwamba hali walioikuta ni kama mwingine angeweza kata tamaa, maana walivyokuta pale Yesu anaonekana kwa mbali, hawezi kumkaribia, yuko mbali, na kila wakijitahidi kumkaribia wanakuta haiwezekani, maana nyumba ile imeshonana kwa wingi wa watu. Biblia inasema wanakanyagana ule mkoro ndani, maana yake walikuwa wengi. Sasa nikauliza swali, na leo naomba niulize swali, wewe ungefanyaje? Je, ungekata tamaa? Yapo mengine inawezekana mikukatisha tamaa. Ulipokuta hali ni ngumu, maana hiyo hali waliokuta ni ngumu, ungefanyaje? Unapita katika hali iliyo ngumu, una tatizo. Hata sasa naongea na mtu mwenye tatizo, mwenye ndoa yake ambayo haiko vizuri, amekata tamaa, anaona sasa imeegama, inataka kuanguka na ivunjike kabisa. Naongea na mtu ambaye amekata tamaa, amemaliza masomo yake chuo kikuu, na wale aliomaliza nao wameshapata kazi, yeye bado amekata tamaa. Kijaribu kupitia magazeti, hao ni mara wanaposema tunatafuta watu waje wafanye kazi katika shirika letu. Naongea na mtu binti ambaye amekaa muda mwingi mrefu, na umri wa kuolewa kwake umefika, lakini hapati mchumba, wala mtu anayemwambia dada Bwana asifiwe au dada habari za asubuhi. Anashangaa, anapishana nao kama anapishana nao miti. Amekata tamaa. Wewe ungefanyaje? Wale watu wakasema maadamu Yesu yumo katika nyumba hii, shida yetu imeisha, shida yetu itatatulika. Hivyo ndivyo useme hata wewe mwenye shida yako. Anasema njooni kwangu ni nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, mimi nitawapumzisha. Hiyo ndio neno la Yesu. Hebu jaribu kufikiri kama angeshuka hivi. Wewe ukinitazama unaniona mimi ni mchungaji Chubwa, lakini angekuwa ameshuka Yesu mbele yako akasema njooni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na mizigo nitawapumzisha, ungejisikiaje? Kumbe ni hali ile ile, hata kama hatumuoni kwa macho, lakini katika ulimwengu wa roho ni vizuri tukamuona. Yeye ndiye aliyesema. Katika Biblia zingine za Kiingereza maneno wale yasema yamewekewa alama nyekundu, kwamba hili neno lilitoka kinywani mwa Yesu moja kwa moja, wala halikunukuliwa na mtu yeyote au mwandishi. Anasema njooni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na hiyo mizigo, mimi nitawapumzisha. Ndivyo anavyosema. Ndivyo anavyokuambia mtazamaji wangu. Una mizigo, shida ulizonazo ni mizigo. Magonjwa ulionayo ni mizigo. Hujapata kazi kama ambavyo nimesema ni mzigo. Ndio. Hujaolewa binti ni mzigo. Ndoa inatetereka ni mzigo. Umefanya biashara lakini unapata hasara ni mzigo. Magonjwa ambayo unayo, umeenda kwa waganga. Na nimesema sasa hivi watu wanajaribiwa. Wanaweza wakaondoka kwenda kimya kimya kwa waganga wa kienyeji. Naona lakini Jumapili au siku za ibada, kwa mujibu wa ibada zao, wanaingia makanisani au nyumba za ibada kimya kimya, ameshindwa. Sasa hao watu wakasema hapana, sisi tutampeleka mgonjwa wetu kwa Yesu. Haleluya. Pendo wangu mtazamaji, nawezekana kabisa ndio umefungua kwanza televisheni yako. Sibuka televisheni, unakuta ninaongea. Mimi ni ndugu yako, naitwa mchungaji Chubwa, mchungaji wa kanisa la EGT Sinza. Niko hapa kiongea mbele yako habari za Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kwamba yeye anaweza kutatua matatizo ulionayo hata sasa. Na yeye amesema tuwe jasiri tu, usitetereke, usijaribiwe, usijanjiwe, siende kwa waganga vienyeji, mtumaini. Anasema wanaomtumaini Mungu hawatikisiki, ni kama mlima Sayuni hawatikisiki. Mbona wewe umetikisika? Kumwambia hata mke wako wala mume wako, kuambia wazazi wako, kuambia mchungaji wako, ngawa wewe uliabudu ndani ya kanisa, ngawa watu wakikuangalia wanaona wewe ni mcha Mungu mzuri, lakini majaribu yalipokuja ulienda kwa waganga vienyeji.
ulienda kwa wanaougua. Shida yako ndio hiyo. Mungu hajapata kukutembelea kwa sababu umewategemea wengine. Mungu anataka umtegemee yeye, na sio kumtegemea tu, kumtegemea 100%. Haleluya. Kumtegemea 100%. Hawa watu waliopeleka mgonjwa wao wa kupooza kwa Yesu walikuwa wanamtegemea 100%. Ndio maana walipofika pale wakakuta ile nyumba imeshonana kwa wingi wa watu na wanakanyagana, hakuna mahali pa kupenya wamfikie Yesu. Wao walikuwa na imani ya ajabu. Ndio maana ule mstari wa 5 Marko 2:5 anasema Yesu alipoiona imani yao. Wala Yesu hakuangalia imani yule mgonjwa. Nawezekana yule mgonjwa alikuwa ameugua miaka ambayo hata imani imepotea, imerudi kuwa zero au negative kabisa. Lakini Yesu akaangalia imani ya wale ambao walimpeleka huyo mgonjwa kwa Yesu, na alipoiona alimwambia dhambi zako zimesamehewa. Yesu anaanza kwanza kuangalia roho kabla hajaingia mwilini. Na mara nyingi watu tunataka kuponywa miili. Mimi kama mchungaji nimeombea watu wengi sana na Mungu amewaponya, amewasaidia. Wanasema mchungaji, Mungu ametusaidia, tutakuja kanisani baba. Hawaoni tena, maana wao wanataka waponywe miili. Basi roho zao zibaki hivyo hivyo, waingie jehanamu sijui. Lakini ungeanza kwanza kumpokea Yesu akuokoe. Ungeanza kwanza kumfuata Yesu. Na uwe mwanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi ni mtu anayejifunza kwa mwalimu wake. Sasa leo tumejaza watu ndani ya makanisa wafuasi. Hao ndio kama wale Yesu aliyozungumza, anasema ninyi hamnifuati vivi hivi tu, mnanifuata kwa sababu ya mikate. Najua nilipokuwa kule nilifanya muujiza wa mikate. Wakala, wakashiba, wakasaza, wakachukua katika makapu wakaenda nayo nyumbani. Na leo katika kizazi cha leo watu wanaingia makanisani na wanajifanya wanapenda Mungu kwa sababu wapate uzima, biashara zao ziwe sawa sawa, matumbo yaliyofungwa yapate kuzaa, mabinti wasiolewa olewe. Sio, anza na yeye Yesu. Anza na kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uokoke. Nilisema kuokoka ni kujiponya. Kuokoka ni kuepuka jehanamu ya moto. Ipo jehanamu ya moto, ndugu mpendwa unayenitazama, ipo. Na wote watendao dhambi watatupwa katika jehanamu ya moto. Lakini wale ambao wanamcha Mungu na wameishi maisha matakatifu, hawatendi dhambi yoyote, wanaendelea na Mungu. Nikasema wiki ile nyingine, hata wajapo kufa wanakuwa wanaishi, kwa sababu liko tumaini watakwenda kukaa na Mungu milele na milele. Milele na milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo watu wamefika pale ambapo Yesu yupo, lakini wakasema sisi hata kama katika hii hali tulioikuta hatuwezi kurudi na mgonjwa wetu asilani. Kamwe hatuwezi kurudi. Nikasema wakaondoka. Bibi nasema wakaenda wakapanda juu ya dari, wakatoboa. Lakini nikasema kwa kupiga tu picha ya haraka wangepandaje huko juu? Si lazima wawe na ngazi. Bibi haijasema chochote pale. Wangetoboaje kule? Si lazima wawe na vifaa kama nyundo na kadhalika. Wangewezaje kutoboa kule? Kwa hiyo yamkini wakaenda jirani kwa zima ngazi. Wakaenda jirani kwa zima nyundo au vifaa vyote vinavyowezesha kupanda kule juu na kumpeleka mgonjwa wao na kisha kutoboa. Hizo zote ni jitihada zinazoonyesha kumtumaini Mungu. Unaona, ukiomba usichoke. Hawajachoka hawa. Wametoka naye mgonjwa nyumbani mpaka mjini Kapernaumu, kwenye nyumba ambayo Yesu yumo anahudumu, na wanamtaka Yesu amponye mgonjwa wao. Lakini hali walioikuta haikuwakatisha tamaa. Pendwa wangu mtazamaji, naomba hali unayokutana nayo mama, hali unayokutana nayo baba, kijana wa kike na wa kiume, mzee mwenzangu, usikate tamaa, endelea. Yesu mwenyewe aliwahi kufundisha katika kitabu cha Luka sura 18 mstari wa kwanza kuendelea pale. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wasikate tamaa. Wasikate tamaa. Tatizo lako inawezekana ndilo hilo. Umekata tamaa. Hata sasa unaposikiliza, wapo wanaonisikiliza waliokata tamaa. Sijui kama ni wewe unayenitazama sasa, unayenitazama na kunisikiliza, umekata tamaa. Kwa nini umekata tamaa?
Kwa nini mmekata tamaa ikiwa yupo mwenye uweza asiyeshindwa? Luka 1:37 nasema hakuna neno gumu lolote asiloliweza. Halipo. Hakuna. Yeye alikausha bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakapita. Kukausha bahari ya Shamu. Kukausha. Maji yakasimama wima ukuta. Yakasimama wima ukuta. Wanashangaa kwa macho yao, lakini wanapita. Wanapita. Ni kitu ambacho huwezi kufikiria kwa akili za kibinadamu. Kwa sababu uwezo wa Mungu ni uwezo hali ya juu sana. Kama tukimtegemea na kumwamini 100%, tutaona matendo yake makuu mengi mema katika maisha yetu. Tutamwona. Upo ugonjwa ambao ukienda hospitali wewe umekata tamaa, na kuambia mletee Yesu. Mpelekee Yesu ugonjwa. Beba, peleka, ni mzigo. Sasa njoni kwangu mnaosumbuka na mizigo. Njoni kwangu mnaosumbuka na madeni. Njoni kwangu mnaosumbuka na biashara zinaanguka. Njoni kwangu mnaosumbuka hamjaolewa. Njoni kwangu mnaosumbuka ndoa zinasuasua. Njoni kwangu mnaosumbuka na mnateswa na watoto ingawa umejitahidi kama wazazi kuombea lakini hawaambiriki. Basi njoni kwangu, mizigo hiyo mimi nitaipumzisha, asema Bwana wa majeshi. Anasema Yesu. Pendo wangu mtazamaji, iko furaha, raha kubwa kuwa ndani ya Yesu. Anasema mtakuwa ndani yangu na mimi nitakuwa ndani yenu. Iko raha. Iko raha. Kwa sababu mizigo hiyo yetu tunampelekea yeye. Kila kitu mkabidhi yeye. Tatizo ni kwamba umetaka ubebe wewe, huwezi. Wala mimi chubwa siwezi. Ni kumpelekea yeye, ataibeba. Kwangu itakuwa ni mizito. Kwangu mambo yatakuwa ni magumu, lakini yeye hana msamiati wa kitu kigumu. Hii misamiati ni yetu duniani, mwanadamu. Yeye hana msamiati wa kwamba jambo hili ni gumu. Yesu hana. Petro na wavuvi wenzake walikuwa wametoka kuvua, wamejitahidi kama wanadamu. Usiku kucha hawajapata kitu chochote kile. Hakuna chochote, wala dagaa hawajapata katika lile ziwa la Galilaya. Lakini sikia bibi inavyozungumza. Alipotokea anawashangaza. Yesu ni wa kushangaza. Anataka kushangaza hata wewe ukimtumaini. Yesu anashangaza. Mimi amenishangaza mambo mengi tu katika maisha yangu. Na wengi wanaonisikiliza Yesu amewashangaza mambo mengi. Yeye anafanya muujiza wakati fulani usiofanana na wewe. Unaweza kufikiria Sara. Yule Sara kwa tasa amempata mtoto katika uzee wake. Anatembea na yule mtoto. Nawezekana anapokutana na watu wanamuuliza, wanasema mama, mjukuu wako ajamba. Sio mjukuu, ni mwanangu. Wanashangaa. Mungu anamtendea muujiza usiofanana na yeye. Mungu anaweza kukuinua wakashangaa watu. Unapokea muujiza usiofanana na wewe. Haufanani kabisa. Ndio kazi ya Mungu katika maisha yetu. Naona. Kwa hiyo hawa walipokuta ile hali, hawakukata tamaa, wamepanda mpaka kule juu, wametoboa, wameshusha yule mgonjwa, na yule mgonjwa wamemshusha pale. Biblia inasema alipoiona imani yao. Yeye ni Mungu anaona. Hao watu wamemtoa mtu nyumbani. Wamekuja lakini wamekuta nyumba imefungwa. Hawajakata tamaa, hawajanikatia tamaa. Tazama, wamefanya jitihada. Yesu anaona. Yumo ndani na wengine, lakini kinachoendelea kama anavyoona. Ukihangaika ukienda kwa ganga vyenyeji anaona. Ukifanya jambo lote ile anaona. Anajua kwamba huyu ameshawishiwa aende kwa waganga vyenyeji, hajaenda. Amenitumaini, amenitegemea. Iko siku nitamfanyia. Tamtengenezea muujiza. Tamponya ugonjwa wake, iko siku. Sasa sikiliza, alipoiona imani yao, basi yule mgonjwa akapona mpendo. Yule mgonjwa akapona, akamponya. Anambia jitwike godoro lako ondoke mzima. Ilikuwa ni furaha kiasi gani ndugu zake wale walikuwa maana yaletwa na marafiki zake. Ilikuwa ni furaha kiasi gani yule aliyekuwa amepoza muda wa miaka mingi, walikuwa anakuta melala papo hapo. Pengine alikuwa kila chochote kile kinafanyikia pale anasaidiwa tu na ndugu zake na rafiki zake. Na wamechoka. Wanachoka. Inawezekana hata wewe ndugu zako wamekuchoka kwa ile hali ambayo unapitia, lile jaribu unalopitia. Lakini nataka nikwambie usiku wa leo ya kwamba Mungu wetu hakuchoki. Yesu Kristo hakuchoki. Yeye hakuchoki. Hiyo ndio tofauti ya Yesu wetu na wanadamu. Mwanadamu anaweza kukuchoka, lakini Yesu hakuchoki. Yeye anaita, tunasema njoo kwangu. Wewe njoo kwangu. Wewe niletee mizigo.
wewe fanya na mimi, wewe jishirikishe na mimi, jiungamanishe na mimi. Ndio maana nilisema sio vizuri kungangania dini tu. Dini ni mpango wa wanadamu wa jinsi wamtafute Mungu namna gani. Lakini mtu anaweza kuwa ndani ya dini bado hajakutana na Mungu wa kweli. Nawezekana kabisa kabisa. Wasamaria walikuwa wanaabudu milimani huko. Na Yesu alipokutana na yule mwanamke Msamaria, yeye anaposema nyewe mnaabudu Yerusalemu, sisi tunaabudu huku. Na Yesu akasema wakati upo na wakati unakuja ambao waabudu harisi si lazima waabudu milimani huko, si lazima waende Yerusalemu, ila watamwabudu katika roho na kweli. Na hao ndio wanaokutana na Mungu. Watu waliopokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, waliompokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hata kama ungekuwa chini ya mti, hata kama ungekuwa chini ya dini yoyote ile, jina lolote lile, lakini umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lazima, na umeacha dhambi, lazima atakutana na wewe, lazima atakutana na haja ya maisha yako, lazima atachukua mizigo yako. Katika Isaya nasema amejitwika huzuni na masikitiko yetu. Tunayo mambo mengi ya kutusikitisha mpendwa, lakini yeye anajitwisha. Hawa watu walifanya namna. Na nikasema ile hali inaweza katuonyeshaje? Nikasema ile hali inaweza kuonyesha kwamba ni kama wewe wakati fulani unavyopitia ukame wa kiroho. Nikasema uko ukame wa kiroho, nilisema hali waliokutana nayo iliashiria kuwa Yesu alikuwa mbali, ambapo ni sawa na ukame wa kiroho. Mtu anapitia ukame wa kiroho. Inawezekana hata wewe mtazamaji unayenisikiliza, kama sio sasa, lakini katika kipindi cha wewe na Mungu umepitia ukame wa kiroho. Nikasema unaomba kama huombi, yaani Biblia unaisoma kama kitabu kinginecho tu. Hivyo ukienda ibadani kama umeenda ziarani tu, huo ni ukame. Lakini ufanyeje? Nikasema usiache, chukua hatua ya ziada. Kama hivi watu walikuta hali ile, ni kama ukame kabisa kabisa. Huyu Yesu tunamfikiaje? Naona hawezi kusikia sauti, yumo ndani anaongea na wengine. Walichukua hatua. Kwa hiyo nikasema ukame si ishara ya kushindwa kiroho, bali mara nyingi njia ya Mungu ya kukuza imani yako. Usione kama mkambo umeshindwa wala ukaacha. Pana kikasema hali ile walioikuta tunajifunza nini tena? Maana hapa ni mambo 10 tunayojifunza kwenye kisa cha watu waliompelekea Yesu mgonjwa wa kupooza. Na linatoka kule kwenye ile somo kuu, usitupe ujasiri wako. Usitupe ujasiri wako. Kwa hiyo katika kisa hiki tulichokisoma katika Marko sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka 12, yapo mambo 10 nilisema kwa jinsi nilivyoona mimi katika kile kifungu kile tunayoweza tukajifunza kwa watu hawa waliompelekea Yesu mgonjwa wao wa kupooza. Jambo moja ni kwamba wanakuta Yesu kama yuko mbali, kama kuna msaada kabisa kabisa. Nikasema ni kama hali ambayo wewe unakutana nayo, ambayo naweza nikaita ni ukame wa kiroho. Ukame wa kiroho. Sasa kama vile walivyofanya, hawakusema ngoja turudi na mgonjwa wetu. Hata wewe usirudi na mgonjwa wako kaenda kwa mganga wa kienyeji. Endelea kusali. Wataita mbele, wagonjwa wapite mbele, wataombewa, au na wewe utakuwa unaombewa. Unashangaa wengine wanapona, unabaki hivyo hivyo. Usikate tamaa, usiende kwa mganga wa kienyeji. Wewe dumu. Yesu alitoa mfano katika Luka 18:1 na kuendelea pale kwa habari ya kadhi dhalimu na yule mjane anamwendea mara kwa mara, anaenda kwa kadhi, anataka haki yake. Bibi nasema yule kadhi kama hasikii chochote wala lolote. Naona, lakini kwa kule kumwendea mara kwa mara, yule kadhi alifika mahala akasema, ingawa mimi simchi Mungu wala sijali watu awe mjane awe namna gani, hata mimi sijali yeyote, lakini kwa sababu ananijejea mara kwa mara, ngoja nimpe haki yake, mambo yaishi. Naona Yesu ni kama alikuwa anasema tusikate tamaa. Tukimwendea leo kama hatujapata jibu, twende kesho. Tukimwendea kesho hatujapata jibu, twende kesho kutwa. Tukimwendea kesho kutwa kama hatujapata jibu, twende mtondo. Hivyo mtondogo. Hivyo hata mwezi kwa mwezi, wiki kwa wiki, mwezi kwa mwezi. Naona hata mwaka kwa mwaka. Kuna mambo yamekomaa sana, yamekukomalia, lakini unayo zaidi ya mwaka hata miwili. Huwezi kumwacha, endelea tu. Huwa nasema Yesu ana majira kwa kila mtu ya kukuijilia wewe. Yapo. Kuna majira ambayo Bwana ananijilia mimi na hata wewe. Wala wewe hujui mpendwa mtazamaji.
lakini Yesu anajua iko ratiba ya kukuijilia, kukuinua. Anasema mimi katika Yeremia, najua mawazo ninayo kuwazia ni ya mema tu. Ndio Mungu wetu. Anasema najua mawazo ninayo kuwazia ni mambo na kuwazia mema. Kwa nini wewe unajinyanyapaa ikiwa Yesu aliyekufia msalabani hajinyanyapaa? Kwa nini? Kwa nini wewe unajinyanyapaa? Naona. Kwa hiyo nikaona tukasema ni sawa na ukame wa kiroho. Lakini jambo jingine tulilojifunza ni imani yenye matendo. Imani yenye matendo. Anasema kama imani haina matendo imekufa. Jaribu kujioji, je, imani yako ina matendo? Wiki iliyopita nilisema kama unaamini ya kwamba ukitoa utabarikiwa, lazima utakuwa na matendo ya kumtolea Mungu. Sio tu na Mungu ni mwema, naamini ukitoa unabarikiwa halafu utoi. Hiyo sio imani, haina matendo. Hiyo sio imani. Kama unaamini Mungu kwamba nikienda Mungu anaponya, naona lazima pamoja na kwenda hospitali, nao madaktari ni watumishi wa Mungu kwa namna yake hiyo, lakini na wewe lazima useme na mimi mniombee ugonjwa huu nipone, au peleke mgonjwa wako kwa watumishi wa Mungu akamwombee kama hivi, tatizo lolote lile. Kwa hiyo imani yenye matendo, imani yenye uthubutu. Nimesema marafiki wa yule aliyepooza hawakukata tamaa kwa sababu ya umati, walitafuta njia mbadala na wakapanda juu ya dari. Hii ni imani inayochochea hatua. Ni imani ya kuchochea Mungu afanye kitu. Ziko imani. Nasoma katika Biblia mwanamke yule alikuwa anatokwa na damu miaka 12, ni mingi. Miaka 12. Anatoka damu. Sasa akachukua, hakuishia kuamini Yesu anaponya. Alichukua hatua kwamba maadamu Yesu anaponya, siangalii ugonjwa huu ninao muda gani. Kwa sababu yeye Yesu hazuiliwi na muda. Hazuiliwi na umbali, hazuiliwi na muda, wala hazuiliwi na chochote. Yesu mwana wa Mungu hazuiliwi. Kwa hiyo akaondoka katikati ya watu huko anapepesuka, inawezekana maana ametokwa damu. Na akagusa pindo la vazi la Yesu. Na Yesu akasema kuna mtu aliyenigusa. Watu wakasema unaguswa na wengi baba, maana ni wengi, unaona tunakanyagana kanisa. Kuna mtu aliyenigusa. Alikuwa anamaanisha amenigusa, yuko mwenye imani, amenigusa mwenye imani. Na wewe tafuta kumgusa Mungu kwa imani. Imani yenye udhubutu, imani yenye matendo. Kwa hiyo ni imani imesema inayochochea hatua, inayofanya Mungu afanye kitu. Sio tu kuamini kwa moyo, bali pia kuchukua hatua. Imani yao ikaonekana kwa matendo, na kama ambavyo nimesema Marko 2:5, Yesu alipoiona imani yao ndipo alifanya jambo la kumponya. Lakini jambo jingine tuliloliona nimesema ni matendo ya imani ya kuinua. Amen. Ni matendo ya imani kuinua watu wengine. Matendo ya imani kuinua watu wengine. Yaani yeye alikuwa amekwisha kata tamaa muda. Kama ni wakusema sasa basi liwe langu. Najua mpendwa mtazamaji, kuna watu wanaweza kusema bana ugonjwa huu ni wangu. Hakuna ugonjwa wako. Hilo hekalu, mwili wangu ni nyumba ya Yesu, ni hekalu la Mungu. Sio pango la magonjwa. Hata useme ugonjwa wangu. Na shetani naye kwa sababu watu hawajui anafurahia. Anasema ngoja nimpige huyu na kifua kikuu. Ngoja nimpige huyu na pressure. Ngoja nimpige huyu na sukari. Na kwa sababu umeugua muda mrefu hatimaye unasema ugonjwa wangu. Athma wakati fulani, kipindi cha baridi hivi na nini, ndio watu wenye athma wanaweza kupata na shida namna hiyo. Utaanza kusikia akasema kipindi kama hiki sasa ugonjwa wangu, na utaanza unisumbue. Na utakusumbua kweli. Kataa. Sema mwili huu, hekalu hili ni hekalu la Mungu. Ni hekalu la Mungu. Ewe ugonjwa, toka kwa jina la Yesu, ama ondoka. Tatizo letu watu wa Mungu mara nyingi wanasema, hata nikiliambia kanisa ninalolichunga, kwamba hatujui kutumia mamlaka tuliyopewa. Yesu anasema katika Luka 19, tazama nimewapa amri au mamlaka kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, hakuna kitakacho wadhuru. Kwa nini usilikamate lile neno? Yesu amesema hakuna kitakacho kudhuru. Unasemaje sasa ni mawingu, athima yangu itanitesa? Unasemaje?
Kuna wakati wengine magonjwa mengine ni ya usiku. Mtu anaona shida kukisha kuwa giza, anakwenda kulala, anaanza kusikitika, anasema sasa usiku umeingia. Naona ule ugonjwa utanikomesha, na utakukomesha kweli. Unatakiwa kukataa. Unatakiwa kukataa. Utumie mamlaka aliyokupa Yesu, uambie ugonjwa ondoka. Ndio maana Yesu alifanya kitu cha kuwafundisha wanafunzi wake. Siku moja wanaelekea kule walikuwa wanaelekea, akapita kwenye mti unaitwa mtini. Hakuona matunda, alikuwa anatamani kupata matunda pale. Akauamuru mamlaka akaamuru. Anasema tangu sasa mtu yeyote asipate nini? Matunda juu yako. Wakaenda. Yesu akataka kujaribu imani ya wale wanafunzi wake kina Petro. Anarudi njia ile ile, wanaangalia wanashangaa mti umenyauka. Na ndipo wakaanza kusema, "Hey, tazama ule mti umenyauka." Amri, mamlaka, mwenye mamlaka akisema kitu kinakuwa. Ndio maana katika Luka yeye mwenyewe anasema nimewapa amri kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za adui, hakuna kitu kitakachowadhuru. Naona imani. Kwa hiyo imani inainua watu wengine, na matendo ya imani ya wachache yalileta ushuhuda mkubwa kwa wengi. Imani ndani ya kanisa, katika familia, mtu mwenye imani achochee imani. Pana mtafaruku wowote, pana jambo la kutisha lolote, atokee mtu wa imani aseme hapana, tunaye Mungu wetu, jambo hili msifikiri litatudhuru. Hapana. Wakumbuka kina Shadraka, Meshaki, Abednego, wakumbuke. Naona wao wakasema sisi na Mungu wetu tu tutamtii yeye, wala tusikilize la mtu mwingine linalotupelekea katika kutenda dhambi. Wengine wakasujudu, wakasema sisi hatusujudu. Danieli naye akasema mimi siwezi kufanya nini? Kujitia unajisi kula chakula cha mfalme ambacho kinatolewa kwanza sadaka kwa miungu. Sijitii unajisi. Pendwa mtazamaji, wewe unajua ni shahidi. Wamejitia unajisi walio wengi. Alikosa kazi, hata wiki iliyopita nilizungumza, akatoa rushwa ya ngono ili apate kazi. Akatoa rushwa ya fedha ili apate kazi. Awapandishwe, au apate scholarship kwenda Ulaya, au hivyo na hivyo. Na kibaya zaidi, naona anaweza kaja kanisani akasema namshukuru Mungu kwa sababu amenitendea 1 2 3 4 5. Sio Mungu mpendwa, tusimsingizie Mungu. Mungu hayumo katika uovu. Kama umepata kazi kwa kupitia rushwa, kaa kimya kabisa. Tena uende kwa mchungaji wako, huyo kiongozi wako wa dini, mwambie naomba uniongoze sala ya toba. Hii kazi nilionayo wala sio ya baraka. Amsi Mungu na kusema Mungu msamee tu huyu nini. Lakini wengine unajificha huko ndani. Unajua ulivyoipata, umeipata si kihalali. Halafu unasema unaenda kutoa sadaka ya shukrani kumshukuru Mungu amekupa kazi, wakati unaijua hiyo kazi umeipata kiharamu. Naona kataa. Taona mkono wa Mungu kama ukikataa. Atakuletea, hata kama wewe unaona umechelewa, lakini kwa Mungu hakuna kuchelewa. Atakupa kazi ya baraka. Atakupa mme wa baraka utakayemsubiria. Kuliko yule mme, mwanangu binti, unayejibambika kwake, akuoe ulewe kwake. Unaona? Kupitia mambo yasiyofaa. Sasa matendo ya imani yanainua watu wengine. Matendo ya imani. Nilikuwa nazungumza habari ya Shadraka, Meshaki, Abednego. Walipokataa kusujudia ile sanamu, wakadumugizwa katika moto, lakini wanaondoka pale. Hata leo mimi namhubiri au kumfundisha namna hii, unaona Mungu akaonekania, hakuna kuungua. Hata Danieli alipotupa katika lile tundu la simba, unaona simba wakali lakini haukumdhuru. Tunaona ni imani. Daudi akainuka akasema, huyu Goliati, imani yake unaona imeinua wengi. Hata mimi nimeinuliwa kwa matendo ya imani ya Daudi. Mfalme Sauli ana majeshi. Nilikuwa nasema kama ni Tanzania angekuwa na jeshi la wananchi la Tanzania, ana jeshi la polisi, ana jeshi la magereza, ana jeshi la FFU, ana migambo, ana nini huyo, unaona. Lakini ilipoinuka Goliati, Sauli alisahau kama na majeshi yote ya namna, akakimbia. Mtu mmoja wa imani anayeamini kwamba Mungu anaweza. Daudi, yule kijana shupavu, jasiri. Nimesema Mungu anapenda watu jasiri. Alikumwambia mfalme asiyeyuke mtu yeyote moyo, kwa sababu mimi nitakabiliana na huyu, na kweli alimchinja kichwa. Kwa hiyo Mungu tunajifunza hata hiki kwa hao ndugu zetu wanaompelekea mgonjwa wa kupoza. Tunajifunza matendo ya imani yanaweza kuinua watu wakaona Mungu kupitia hiyo. Lakini tukaona kumwamini Yesu kama tumaini la mwisho. Umejaribu kule, hebu mpelekee Yesu. Nimesema walimteremshia mgonjwa moja kwa moja mbele ya Yesu, na hawakumpeleka kwa mtu yeyote ile.
Yesu ni mahali pa mwisho pa tumaini la kweli ndugu zangu. Yesu ni mahali pa mwisho pa tumaini la kweli. Wakati tunapowapelekea watu tunapowapeleka watu kwake, watu tunapoweza kwenda kwa watu tupate hiki na kile na kile, lakini tukakwama, kwa Yesu hatuwezi kukwama. Unaona? Sasa leo naendelea na jambo lingine la 5, jambo ambalo tunaweza tukajifunza kwa wale watu waliompelekea Yesu mgonjwa wa kupooza. Tunajifunza kitu gani? Na nimesema pale tukuta mlango umefungwa, wanakanyagana, hawezi kuingia. Lakini tunajifunza nini? Uvumilivu. Uvumilivu. Wale walivumilia. Kama wangekata tamaa na angekuwa na mashaka wangerudi naye. Ilikuwa wanageuza naye tu pale, wanachukua, maana alikuwa kwenye machera, wanabeba tena. Wangeweza kusema hebu tumumzike kidogo, tumechoka bwana. Madamu tumekuta milango imefungwa na Yesu kana kwamba hatusikie wala nini hivi, tumechelewa, basi tutamleta siku nyingine. Wao wakasema haondoki mtu hapa tukiwa tumembeba tena, tunaondoka naye akiwa mzima. Mimi nabarikiwa na imani ya watu hao. Naona, lakini najifunza nini? Uvumilivu au kuomba bila kukoma. Kwa hiyo nimesema matukio wale yafanya yanaonyesha kwamba walikuwa na uvumilivu, tukio wale walifanya. Kwa hiyo Yesu akatoa mfano wa kadhi na mjane, nimemzungumza hapa. Lakini Paulo pia anasema ombeni bila kukoma, anapoandikia wa Tesalonike, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Mbona wewe umekoma? Mbona wewe umeacha? Kukoma ni kuacha. Kwa hiyo na Yakobo tena anasema vumilieni. Vumilieni mpaka atakapokuja Bwana. Naona wale walikuwa wavumilivu. Tunajifunza uvumilivu. Hebu mpendwa wangu mtazamaji, vumilia. Yale unayoyapitia mama, vumilia. Yale unayoyapitia baba, vumilia. Vumilia tu, yatapita. Yesu alisema, neno la Mungu linasema hakuna jaribu ambalo halina mlango wa kutokea. Mungu amekuandalia mlango wa kutokea katika hilo jaribu, ila wewe hujui ni lini. Inawezekana ni kesho, halafu unakata tamaa leo. Mungu amekufanyia mlango wa kutokea, wewe binti wa kuolewa. Inawezekana ni wiki ijayo utapata mchumba, halafu wewe umejichafua. Mungu amekufanyia mlango wa kutokea katika utasa huo. Inawezekana ni mwezi ujao au kesho kutwa utatunga mimba, lakini wewe umejichafua, umeenda kunywa madawa ya kienyeji, umeshirikisha waganga wa kienyeji na kadhalika na kadhalika. Ni kwa sababu gani? Umekosa uvumilivu. Umekosa uvumilivu. Soma katika Galatia ipo. Katika tunda la Roho uvumilivu umo. Vumilia. Lakini ni jambo gani pia tunalojifunza kwa watu hao? Jambo la 6, kujitolea kwa ajili ya wokovu wa wengine. Kujitolea kwa ajili ya wengine, kujitolea kwa ajili ya wengine. Unaonaje mpendwa wangu mtazamaji? Yule alikuwa amelala pale muda miaka nenda rudi. Na alikuwa hata yeye kama alipata habari za Yesu Kristo yuko katika nyumba, kula na hudumu, kula na ponya wagonjwa, kula na fufua wafu na kadhalika, hawezi kujipeleka. Huwezi kujipeleka. Kumbe tunachojifunza kwa wale watu waliompelekea Yesu mgonjwa wa kupooza, tunajifunza kwamba kujitolea kwa ajili ya wokovu, tujitolee kwa ajili ya wokovu wa wengine. Tujitolee. Na hapa nazungumza habari ya agizo kuu pia. Yesu anasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Watu wako katika dhiki, shida, ulevi, wizi, mambo kama hayo. Kama wewe na mimi hatujaenda kuambia Yesu anaokoa, wataangamia. Wataangamia. Kwa hiyo mgonjwa hakuwa na uwezo wa kujileta mwenyewe kwa Yesu. Hakuwa na uwezo wa kujipeleka mwenyewe kwa Yesu. Alihitaji wengine. Kuna watu watahangaika huko na hivi na hivi. Hata makanisa mimi nimewaambia. Leo hii tunapofanya ibada na mara nyingine tunamwombea mtu, unakuta tunamwombea tunarashia. Mwingine anadondoka pepo, baadaye tunamwombea anaondoka tu. Mimi wanawaambia hata ndugu zangu, ombeni mpaka mhakikishe huyo mtu anafunguliwa. Ombeni, jitoe. Mjitoe. Kama mtachoka kuna tatizo, weka ratiba ya kesho. Njoo tena. Kesho haya kutoka hayo magonjwa, mapepo, sijui nini, weka ratiba ya kesho kutwa. Ongeza, funga. Naona mpaka mtu anafunguliwa. Mimi niona mtu mmoja ilikuwa ni mwaka 79. Tulimwombea siku 28. Mimi nakumbuka. Siku 28 mimi nilikuwa na hesabu. Naona. Na amefanywa kuwa kiwete. Ndipo nilipojua kwamba mapepo, majini yanaweza kufanya mtu kuwa kiwete. Yeye amezaliwa yuko vizuri, na yuko alipofika darasa la 7, unaona,
lile yalikuwa majini yale. Kumbe yule kale kabinti kalikuwa kabinti kale kanaendelea vizuri masomoni, shangazi yake akakatupia majini, kakawa kiwete, hakawezi kwenda shule wala nini. Sitasahau. Naona sasa hayati Moses Kulola, askofu wetu wa kwanza wa kanisa la AGT, naona alikuwa anafanya mkutano wa siku 3 tu, likakurupuka lile jini, akaondoka zake, bado wala haikutoka, na aliacha amesema ombeni mpaka liondoke. Unaona, tukawa tunaomba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya ngapi, likatamka kwamba yule shangazi yake amempokea jini hilo asije kafaru kwenda sekondari. Tukaomba siku 28 ndio tunakuja kutoka. Unaonaje kama tungekuwa uvivu? Yule angeendelea kuwa kiwete. Lakini baadaye limetoka, maana kumbe aliwekewa majini 100. Yaliondoka yale 99, la mwisho lilikataa kutoka. Mimi nakumbuka. Naona, na alisema mimi sitoki, nimeapishwa. Napiga kwa moto wa Roho Mtakatifu, wasema hata kule kuna moto. Kwa hiyo mimi kama vipi ndugu? Ufahamu tukaja. Tukaliteketeza mule. Na kweli ilikuwa nasema leo nimeteketea mkono, leo nimeteketea hivi, leo nimeteketea hivi, leo nimeteketea hivi. Alikabaki mdomo. Hatimaye mdomo nao umepotea. Ndio kufunguliwa kwa yule binti mdogo. Miguu yake ikaanza kunyuka, akatembea vizuri. Kumbe ni binti mzuri tu, safi kabisa. Lakini amelemazwa. Unaona? Kwa hiyo kama hakuna watu wa kujitolea kuombea wengine, kuwapeleka wengine injili, wataangamia kwa ajili ya sisi tusoweza kujitoa. Wale ndugu waliompelekea Yesu mgonjwa kupoza walijitoa. Wasema hebu na tumbebe tukampeleke kunako nyumba ya Yesu yuko huko Kapernaum mjini humo. Tukampeleka. Walipokuta nyumba imefungwa hawakukata tamaa, wakaendelea. Wakamtafuta Yesu. Yesu alipoona imani yao akamponya. Jina la Bwana barikiwe sana. Pendo mtazamaji, inawezekana umefungua katikati hiki ni kipindi katika televisheni ya Sibuka, na mimi ambaye naongea mbele yako naitwa mchungaji Chubwa, ni mchungaji wa kanisa la EAGT Sinza. Niko nafundisha habari za watu kuwa jasiri, za mtu kuwa jasiri. Wewe unanitazama, uwe jasiri katika mambo ya kiroho, usitetereke. Ujapopita katika uvuli wa mauti usitetereke. Ujapopita katika maji mengi, neno Mungu anasema hugarikishwi wewe. Ujapopita katika miali ya moto. Unaona, tatizo ndio hilo. Tunataka tusipite hata katika miali ya moto. Neno la Mungu alikusema hatutapita, ila anasema utakapopita katika miali ya moto utateketea. Kumbe nitapita Chubwa, na wewe utapita. Hasemi hatutapita katika maji, tutapita katika maji yenye mshindo hivi, lakini wewe ugarikishwi, hata kugarikisha. Sasa tatizo la watu leo hawataki hata kupita humo. Yesu hakusema tutapita. Hakusema namna hiyo. Anasema duniani mnao dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Lakini tunao dhiki. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba jambo jingine tunaweza kujifunza kwa wale watu ni kujitolea kwa ajili ya wokovu wa wengine. Nikasema mgonjwa hakuwa na uwezo wa kujileta mwenyewe au kujipeleka mwenyewe kwa Yesu, lakini alihitaji watu wengine. Na kwamba kuna watu wengi waliopooza leo kiroho, wanahitaji marafiki wa imani kutoboa dari, yani kuwaombea, kuwasaidia na kuwainua. Ni wewe na mimi. Muda wangu mpendwa mtazamaji unakaribia mwisho, lakini nilete jambo moja au mawili kisha nimalize. Ni jambo gani tunaweza kujifunza tena kwa wale ndugu waliompelekea Yesu mgonjwa wa kupooza? Nimesema katika Marko 2 mstari wa 1 mpaka 12 yapo mambo 10 tunaweza kujifunza kwa wale ndugu wanne waliompeleka mgonjwa wa kupooza kwa Yesu ili amponye. Sasa nilikuwa hapo nimesema tunajifunza kujitolea kwa ajili ya wokovu wa wengine. Naam. Lakini nilikuwa na 6 hilo. La 7, kazi ya pamoja huleta matokeo makubwa. Tunajifunza kitu kama hicho tena. Kazi ya pamoja huleta matokeo makubwa. Nimesema hakuna aliyeweza kumshusha mgonjwa wake peke yake. Walihitaji kushirikiana. Hakuna ambaye angeweza kumbeba mmoja mgongoni, pengine kulikuwa mbara angechoka. Walihitaji kusaidiana. Unaona, kuna watu wengi walioamini katika mwili wa Kristo. Kushirikiana kama ndugu wa imani huweza kufanikisha mambo makubwa ya kiroho. Kushirikiana, kufanya kazi kwa ushirika. Kazi ya Mungu ndio hivyo. Unaona, Biblia inasema mimi labda ni kidole, wewe unaniangalia labda ni pua, mwingine ni mdomo, mwingine ni nywele, miguu na kadhalika. Kwa hiyo tunaweza tukashirikiana tukaona tumefanikisha kazi ya Mungu. Ndicho kitu tunachojifunza kwa wale watu waliompelekea Yesu mgonjwa wa kupooza.
walishirikiana. Katika kushirikiana kwao walikuwa na ya kuongea wafanikishe namna gani jambo lile. Kwa hata sisi ni vizuri tukashikamana, tukashirikiana. Ndivyo ambavyo nimezungumza, kazi ya pamoja inaleta matokeo makubwa. Naona katika mwili wa Kristo kushirikiana kama ndugu wa imani huwezesha kufanikisha mambo makubwa ya kiroho. Hakuna aliye na jukumu la pekee, hayupo. Wote ni sehemu ya kazi ya wokovu wa wengine. Naona ni kujitoa tu. Kazi ya Mungu inapenda kujitoa. Unakuta kazi changa tegemeze. Na yule akifanya na yule akifanya. Ndani ya kanisa hata kama kungekuwa ni washirika 20, 30, 10, wote wakinia mamoja, wakakubali kila ambacho tumishi wa Mungu aliyewekwa pale anawaelekeza, ujue kimetoka kwa Mungu, watafanya mambo makubwa, utashangaa. Kwa sababu lakini wakisema fulani ndiye atakayefanya, kama hakufanya je, hakuna kitu ambacho kitaendelea. Niende kumalizia kwenye jambo lingine, kwamba mafanikio yanahitaji juhudi na ubunifu. Kutokana na muda wangu nitabakiza bado mambo mengine tunaweza kujifunza kwa wale watu waliompelekea Yesu mgonjwa wa kupooza. Nimalizie na hili, tunajifunza kwamba mafanikio yanahitaji juhudi na ubunifu. Juhudi, mpendwa, mafanikio. Hawa watu wasingefanikiwa wasingekuwa na juhudi. Yaani mwenendo mzima wanapotoka nyumbani, wanapofika pale, halafu wanahangaika, wanapanda juu ya darini, wanatoboa, wanamshusha. Hizo tosha zinatuonyesha ni juhudi. Kwa hiyo nimesema ili inatufundisha kwa wakati mwingine tunahitaji kuvunja mipaka ya kawaida. Ili tumfikie Mungu, tunahitaji kuvunja mipaka ya kawaida. Ng'ang'ana. Huyu naye Yakobo alikutana na Bwana, akang'ang'ana, akasema hapa ni juhudi kweli kweli, mieleka. Akasema sikuachii hapa mpaka nimebarikiwa. Umenibariki. Unafikiri alikuwa anatafuta baraka gani? Kitu gani alichokuwa anakitafuta? Maana wengine wanafikiri kubarikiwa ni kuwa na magari na majumba na nini. Kasome sura ya nyuma pale. Yakobo alikuwa navyo hivyo. Lakini alipokutana anasema mpaka unibariki. Maana wengine wanafikiri kubarikiwa ni kuwa na magari, ni kuwa sijui na mashamba, ni kuwa na mafedha. Sikataa hizo inaweza kuwa sehemu ya baraka. Lakini baraka zaidi iwe ya rohoni. Baraka ikiwa ya rohoni, ikiwa umefurika, umejaa roho, unaona, una furaha na amani ya rohoni. Na kuambia hata kama ukila ugali mchicha, umezidi yule mwenye mapesa ambaye anakula nyama sijui na nini na vitu kama hivyo, lakini bado hana amani. Unaona? Baraka. Na leo hii sasa sisi wengine tunaambia kubarikiwa ndio kuwa na vitu hivyo. Kubarikiwa ndio kuwa na vitu. Sikatai inaweza kuwa sehemu ya baraka. Lakini ukisoma vizuri pale yule Yakobo alipokutana na yule malaika wa Bwana au Mungu mwenyewe pale alikutana naye, unajua. Unaona? Alisema siondoki mpaka umenibariki. Na akabarikiwa. Unaona? Kwa hiyo mafanikio yanahitaji juhudi na ubunifu. Unaona? Nimesema hii inatufundisha kuwa wakati mwingine tunahitaji kuvunja mipaka ya kawaida na kuwa tayari kufanya jambo la kipekee kwa ajili ya hitaji letu kwa Mungu. Jambo la kipekee. Leo hii watu tunataka tuwaombee tu. Mchungaji niombee, na ndio kazi yetu, hatuwezi kuacha. Lakini na wewe jiombee, dada. Jiombee upate mme, mama, jiombee aliyo ya utasa iondoke. Mwenyewe umepewa mamlaka. Kemea, haribu, ngoa kwa jina la Yesu. Kataa. Utaanza kuona unashangaa unapata wepesi na mambo yanaendelea. Lakini sijasema msituletee sisi wachungaji mahitaji yenu tuwaombee, ndio kazi tulioitiwa. Kwa hiyo mafanikio yanahitaji juhudi. Haikuwa rahisi kumfikisha mgonjwa kwa Yesu. Haikuwa rahisi kumfikisha mgonjwa kwa Yesu. Walitumia njia isiyo ya kawaida kupanda paa na kulivunja. Njia isiyo kawaida, maana mlango umefungwa, hakuna mahali. Je, unapokuta milango imefungwa ya baraka unafanyaje? Chukua hatua ya kufanyaje? Ya labda kufanyaje? Toa sadaka. Chukua hatua labda ya kufanyaje? Kufunga siku 3. Chukua hatua ya kukesha mwenyewe. Sio mpaka mchungaji atangaze kuna kukesha kanisani. Sio mpaka mchungaji atangaze sasa tunafunga siku 3 siku 4. Hapana, chukua hatua ya ziada. Mpendwa wangu mtazamaji, chukua hatua ya ziada. Naona. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mchungaji Chuba Vitusi kutoka kanisa la
EAGT Sinza Dar es Salaam. Nilikuwa nafundisha mambo 10 tunayoweza kujifunza kwa yule wale watu waliompeleka mgonjwa Yesu, walimpelekea mgonjwa wa kupooza Yesu katika mji wa Kapernaumu. Nikasema tunajifunza mambo kama 10, kwamba ni kama walikutana na hali ya ukame, lakini wakifanyaje? Hawarudi na mgonjwa. Na wewe hali ya ukame wewe kuipitia, lakini tukaona kwamba tunajifunza imani yenye matendo. Tuliona imani yenye matendo, wanatoboa hapa, wanaendelea. Lakini tunasema matendo ya imani yanainua watu wengine. Huyu alikuwa hajui lile wala nini, lakini matendo ya wale waliompeleka yeye yameinuliwa. Kwa hiyo unapofanya mambo ya imani, watu wanaona na wanajengwa. Nikatoa mfano akina Sheda Kamesha Kabenengo, mimi najengwa kupitia matendo. Na nimeona Mungu amewasaidia hawakuteketea katika moto. Na mambo kama hayo tumeona pia matendo ya imani yanainua watu wengine, lakini tukaona pia kumwamini Yesu kama tumaini la mwisho. Yaani walimwamini Yesu kama tumaini la mwisho. Nikasema kama na matatizo yote yale, umeshindwa kwa waganga, madaktari na kadhalika, mpelekee Yesu, anaweza. Lakini tukaona pia tunajifunza uvumilivu au kuomba bila kukoma. Lakini pia jambo jingine, kujitolea kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Tujitoe kwa ajili ya watu wengine. Nikasema kuna watu wengi waliopooza kiroho leo wanahitaji marafiki wa imani, watoboe dari. Yaani wawaombee, wawasaidie na kuwainua. Hiyo ni kazi yako, ni kazi ya mimi, kama wewe na unamjua Mungu na kumwamini kama mimi. Lakini tukasema kazi ya pamoja inaleta matokeo makubwa. Na leo nimemalizia kwa mafanikio yanahitaji juhudi na ubunifu. Mungu wa mbinguni akubariki. Hebu niweze sasa kuomba ninapoenda kumalizia. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa sababu umetusaidia tena kujifunza habari hizi za kitu tunachoweza kujifunza, au mambo 10 tunaweza kujifunza kwa wale waliompelekea Yesu mgonjwa wa kupooza. Lakini Bwana, somo kuu ni utupe ujasiri, kwa kuwa una thawabu kuu. Asante Mungu kuwainua watu hawa wanaposikiliza mafundisho haya, ukawasaidie Mungu wa mbinguni, na mkanisaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na waombea baraka tele na mafanikio, na Mungu kawape imani mpya, ili kuanzia leo Baba wakaonyeshe imani zenye matendo, imani ambazo sio tasa na juhudi katika kukutafuta wewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wangu nimeomba na kuamini. Amen. Uwabariki Bwana katika jina la Yesu.